Jumapili tulianza somo hili kwamba mtu usipotambua thamani ya kitu sio rahisi kukithamini. Kwa hiyo mtu anaweza akakataa kutumia damu ya Yesu, si kwa sababu anakataa, ni kwa sababu hajui thamani yake. Na tulianza ibada Jumatatu ambayo tunamalizia leo ya kushiriki meza ya Bwana. Kila asubuhi tumekuwa na huu ushirika na tunamaliza leo. Lakini kama kuna mtu ambaye bado kwenye ulimwengu wa roho anasikia kuendelea na siku 7 zingine, mikate iko ya kutosha. Kwa mikate zaidi ya 3,000 inatosha. Lakini kama unamalizia leo, jina la Bwana libarikiwe. Najua ningetoa nafasi kila mtu aanze kushuhudia nini kimetendeka ndani ya ule ushirika. Najua kuna watu watashuhudia. Kuna watu watafanya nini? Watashuhudia nini kimetendeka. Kuna mmoja aliniambia ile siku ya kwanza tu alipoishiriki meza ya Bwana asubuhi nyumbani kwake, ana tumbo ambalo limemsumbua wiki nzima. Kitendo kila alichoamka na kushiriki, hilo tumbo lilikata moja kwa moja likaisha. Mimi sijamwombea, lakini aliamini ushirika wa meza ya Bwana. Mungu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza kutambua thamani ya damu ya Yesu, tuliangalia kwenye kile kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24. Anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu inenayo mema kuliko damu ya Abeli. Kwa hiyo tukasema damu ya Yesu ni ya thamani kwa sababu ina uwezo wa kuongea. Damu ya Yesu ni ya thamani kwa sababu inachukua nafasi ya kuzungumza juu ya maisha yetu. Anaposema inenayo mema, tafsiri yake kuna damu ambayo haineni mema. Kwa nini anasema inenaye mema kuliko ile ya Abeli? Damu ya Abeli haikuwa inanena mema, ila ilikuwa inalia kulipiza kisasi kwa sababu imemwagwa damu isiyo na hatia. Kwa hiyo ukitambua thamani ya damu ya Yesu, utaitumia kulingana na uongozi wa kimungu. Nilikwambia damu ya Yesu haijawekwa mahali kutengwa ya kwamba hii damu inatumika tu kwa sababu ya kunywa. Lakini damu ya Yesu ukifahamu nguvu yake na thamani yake, unaweza kutumia mahali popote kwa sababu ya kile ulichokusudia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na nikakwambia kama vile wa ulimwengu wanavyoamini kutumia pombe kugawanyisha mipaka, damu ya Yesu ina nguvu ya kusimamisha mipaka. Tunakwenda pamoja? Fungua pamoja nami kitabu cha Warumi mlango wa 3 mstari ule wa 25. Warumi sura ya 3 mstari wa 25. Biblia inasema, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aoneshe haki ya kwa sababu, narudia tena, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Tafsiri nyepesi ni hii: damu ya Yesu tunaitumia kwa imani. Kwa unapotaka damu ya Yesu ifanye kazi kwenye maisha yako, usisahau neno
imani. Unapoitumia shambani kwako, kwenye ardhi, kwenye familia, kwenye mifugo, usisahau neno imani, kwa sababu damu ya Yesu ni kitu ambacho kinafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa mwili. Na tulipoona tafsiri ya kwamba damu ni uhai, kama Yesu alivyosema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu yuna hai. Kwa hiyo damu ya Yesu ina uwezo wa kusababisha uhai wa vitu kwenye maisha yetu, uhai wa biashara, uhai wa elimu. Maana ukiona mtu anafeli kwenye elimu, maana yake kuna roho ya mapoozo pale, lakini damu ya Yesu ina uwezo wa kufanya hicho kitu. Umeifikiri kwa nini mtu mwenye mapepo, watu wakikemea mapepo muda mrefu, alafu ghafla ukaanza kuita damu ya Yesu, mapepo yanaanza kupiga kelele? Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu ya kusababisha pepo lisikae kwenye maisha ya mtu. Sasa hapa anasema vizuri, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe mpatanishi kwa njia ya damu. Tafsiri ya neno upatanisho, maana yake dhambi ilitufarakanisha na Mungu, lakini nini kinachotufanya tupatane na Mungu? Hatuwezi kupatana na Mungu kwa njia ya sadaka aina yoyote, lakini tunaweza kupatana na Mungu kwa njia ya sadaka ya damu ya Kristo. Kwa lugha nyingine, damu ya Yesu ndiyo yenye uwezo wa kumpatanisha mwanadamu na Mungu aliyefarakana kwa njia ya dhambi. Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili anasema, mkono wa Bwana haukupunguka hata isiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu hata msiweze kuona uso wake. Kwa hiyo dhambi ni farakanisho. Dhambi inapoingia mahali inamfarakanisha mtu na Mungu. Ni kama ilivyoingia kwenye bustani ya Eden, ilimfarakanisha Adamu na Mungu. Sasa nini kinacholeta patanisho kati ya mwanadamu na Mungu? Ni damu ya Yesu. Na ndio sababu nilikuambia Jumapili, hakuna kinachoweza kutakasa dhambi ya mwanadamu ikatakasika na ikasameheka na ikasafishika isipokuwa damu ya Yesu peke yake. Umewahi kuona watu wakiua mtu kwenye makabila fulani, wanalipisha ng'ombe 48, wengine 20 na kitu, lakini inapoenda ndani sana, hakuna ng'ombe hata 200 inayeweza kunyamazisha damu ya mwanadamu inayelia, isipokuwa damu ya Yesu peke yake ndio ina nguvu ya kunyamazisha damu nyingine tofauti. Watachinja sawa, lakini laana haiondolewi na damu ya mnyama, laana inaondolewa na damu ya Yesu. Mikosi inaondolewa na damu ya Yesu. Sio kama anaelewa vizuri. Umefikiri mtu anapewa vitu kwa waganga alafu anaambiwa nenda njia panda kaoge na maji ili uondoe mikosi? So kama watu wanaamini ya kwamba maji inaweza ikaondoa mikosi, maji kabisa ya mtoni, ukaweka vitu vyako ambavyo umepewa, alafu unaambiwa nenda kaoge njia panda ili uache na mikosi pale. Kama watu wanaweza waka-apply maji na wakaamini maji yanaweza yakaosha makosa au mikosi ya mwanadamu, naomba nitamke kwenye ibada hii, damu ya Yesu ni zaidi ya maji, maana ni agano na ndani yake kuna uhai. Anasema akamweka awe mpatanishi kwa njia ya imani, kwamba hatuwezi kutumia damu ya Yesu pasipokuwa na kitu kinachoitwa imani. Ile imani ndio inasababisha damu ya Yesu iweze kufanya kazi, kwa sababu maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa ile imani ndio inasababisha sisi tuweze kuitumia damu ya Yesu na kuona matokeo. Maandiko yanasema katika Yakobo, yeye aombaye pasipo imani ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa huku na huku.
Na mtu wa namna hiyo hasidhani kuwa atapata kitu kwa Bwana. Kwa hiyo hata ukitumia damu ya Yesu pasipo imani, hakuna kitu unachopata kwenye maisha yako. Lakini ukitumia kwa imani, kuna kitu kinatendeka. Niliona watu wengi wameita damu ya Yesu katikati ya shida, na damu ya Yesu ikawasaidia. Katikati ya ajali, na damu ya Yesu ikawasaidia. Sijui kama unanielewa vizuri. Mtu anakutana na jambo zito analotaka kumaliza maisha yake, ghafla kinachotokea ndani yake, unasikia damu ya Yesu. Anapoita damu ya Yesu, yale mapepo yaliyojiandaa kusababisha roho ya mauti yanaondoka, yule mtu anabaki kwa salama. Ndio unasikia ushuhuda, mtu anasema nilipoita damu ya Yesu nikaona. Jifundishe kwenye maisha yako kubeba thamani ya damu ya Yesu. Tunakwenda pamoja. Hebu tusogee kidogo, maana pale anasema na katika kustahimili Mungu anasema alitusamehe dhambi ambazo tulitangulia kufanya. Ukiangalia ule Warumi 5 tena hapo na mstari wa 9, Warumi 5 na mstari wa 9 anasema, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake. Tafsiri ya neno tukiisha kuhesabiwa haki, maana yake dhambi ilitunyima haki. Lakini nini kinachotufanya tuhesabiwa haki? Ndio maana maandiko, hatuhesabiwi haki kwa sheria au kwa matendo, ila tunahesabiwa kwa neema, na ile neema inapatikana ndani ya damu ya Kristo. Sasa anasema basi zaidi sana tukisha hesabiwa haki katika damu yake. Ile damu ilifanya kazi gani? Anasema tulikombolewa ama tulinunuliwa ama tukaokolewa katika ghadhabu yake. Kwa ninachotaka uone hapa ni kwamba moyo wako na akili yako ujue kwamba kinachotufanya sisi tuhesabiwe haki ni damu ya Kristo. Ule mstari wa 10 anasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kutupatanisha tuliokolewa katika uzima. Tulipokuwa adui na Mungu, maana yake kila aliye kwenye dhambi ni adui wa Mungu, lakini kupitia damu ambayo ndio naizungumzia, hii damu ina uwezo ya kuondoa uadui kati ya mwanadamu na Mungu, kwamba moja ni upatanisho. Hebu angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 11. Anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha hata kufa au mauti. Naomba nirudie. Ufunuo sura ya 12 wanaoandika mlango wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana. Maana yake damu ya Yesu inasababisha ushindi mahali ambapo ushindi hakuna. Hakuna namna ya kushinda dhambi, uovu wowote, isipokuwa damu ya Yesu ndio inakusaidia. Anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Kuna vita katika ulimwengu wa roho dhidi ya mwanadamu kumwamini Mungu. Sasa nini kinachomsaidia mwanadamu kushinda vita?
ni damu ya Yesu, wakamshinda. Kwa namna nyingine, hakukuwa na namna nyingine ya kumshinda adui isipokuwa waliamini damu ya Yesu. Ile damu ya Yesu ikawasaidia kushinda. Mungu nisaidie wakuelewe. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Wakorintho wa kwanza rapakaposheke na maribikilo mosota ya mazaya rikapalama maribisai. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Liko wingu naliona kwenye anga la Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 16 na wa 17 binasema, na kikombe kile cha baraka tubarikiacho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Narudia tena, kikombe kile cha baraka tubarikiacho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Na mkate ule tumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Biblia inatafsiri damu ya Yesu kuwa ni ushirika kati ya sisi na Mungu. Kwa hiyo kila tunapopata nafasi ya kushiriki damu ya Yesu, maana yake tunatengeneza uhusiano na Kristo. Lakini sehemu nyingine akasema damu ni agano, na pasipo damu kumwagika hakuna agano linaloweza kutengenezwa. Unapozungumza habari ya maagano, ninyi ambaye mmeenda mbali mnaonaga watu wakifanya maagano kwamba kupitia agano hili tusiachane, tusigombane, tusifanye hivi. Kwa hiyo kila unapokumbuka lile agano, nilikuwa nasoma jana juu ya ahadi ambaye wapelelezi walienda kupeleleza Yeriko, sura ile ya 2, Joshua walipoingia Yeriko wakamkuta mwanamke anaitwa Rahabu, lakini Rahabu alisaulika kuitwa Rahabu, akawa anajulikana mwanamke kahaba. Yaani alifanya ukahaba mpaka jina lake likatambulika hivyo. Lakini niliona kitu cha ajabu sana. Maandiko yanasema kwa sababu ya kuwahifadhi watumishi wa Mungu, aliwaambia wale wapelelezi, endapo mtakuja kuiteketeza Yeriko kwa sababu nimesikia Mungu ataiangamiza Yeriko, msinisahau mimi na familia yangu. Kahaba anamwamini Mungu ingawa kuna adui alikuwa anamtesa. Kwa maombi yale, maandiko yanasema wakati Yeriko sura ya 6, Joshua sura ya 6, wakati Yeriko inaenda kubomolewa kwa njia ya maombi, ndiposa Joshua akawaambia wanaume, msisahau kumtoa Rahabu yule kahaba pamoja na ndugu zake na wazazi wake, kwa kile kitendo alichokifanya cha imani. Tunakwenda pamoja. Nini nachotaka uone pale? Maana yake Joshua anadumisha na anatekeleza ahadi aliyomwekea Rahabu kwamba tutakukumbuka. Sasa anaposema damu ya Yesu ni ushirika, maana yake tunaposhiriki damu ya Yesu, maana yake tunatengeneza ushirika kati yetu na Mungu kila wakati. Kwa lugha nyingine, tunafunga agano na Mungu ambaye hakuna mtu anaweza kuingilia. Kwa nini? Ni agano la damu ambaye Yesu mwenyewe alimwaga damu ili kufunga agano na Mungu. Ili upate kujua anachozungumza, fanyia mazoezi damu ya Yesu, utaelewa anachosema. Lakini kama hujawahi kutumia damu ya Yesu, si rahisi unielewe. Ule mstari wa 17, kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote tulipokea sehemu ya ule mkate. Tulipokea sehemu ya ule mkate. Lakini ukiteremka
ule mstari mpaka wa 19 bado anazungumza juu ya damu ya Yesu, kwamba kwa sababu mkate ni mwili wa Kristo na sisi tulio wengi tunautumia huo mwili mmoja. Angalia kitabu cha Waefeso mlango wa 2. Waefeso mlango wa 2 na mstari ule wa 13. Lakini tuanze mstari wa 12. Waefeso 2 mstari wa 12 anasema, naomba nirudie wale ambao wanaandika Waefeso 2. Tunaweza tukaanza mstari wa 12, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli. Anasema wengi wasio na wa maagano wa ile ahadi. Lakini hebu tuende kwenye mstari wa 13, pointi yetu pale. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliyekuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Narudia mstari wa 13. Lakini sasa katika Kristo Yesu, sio Kristo tu, Kristo Yesu, ninyi mliyekuwa mbali kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Maana yake thamani ya damu ya Yesu inatuweka karibu na Kristo, hata walio mbali na dhambi. Kwamba kama kuna kitu kimetutenganisha na Mungu, damu ya Yesu inatuleta kutoka mbali, inatuweka karibu na Kristo. Ndio sababu nasema sisi tuliyekuwa mbali, maana yake tulihesabika si watu wanaofaa, lakini kupitia damu ya Kristo tumeletwa karibu na Kristo. Unanielewa sasa? Pengine Mungu akusaidie unielewe. Anasema mlikuwa mbali kwa sababu ya dhambi, lakini mmekuwa karibu. Nini kimewafanya kuwa karibu? Ni damu ya Kristo. Mstari wa 10 anasema, kwa maana yeye ndiye amana yetu au amani yetu. Alitufanya sisi sote tuliyekuwa wawili kuwa mwili mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati au kilichotutenga. Maana yake kuna ukuta ambayo ilikuwa imetutenga sisi tusiwe na ujasiri wa kusogea mbele za Mungu. Nilikuambia Jumapili, kabla ya kufa kwa Kristo kuna kitu kilichoitwa pazia la hekalu. Na pazia la hekalu kazi yake ilipatenga patakatifu patakatifu patakatifu, na hangeruhusiwa mtu yoyote kuingia patakatifu isipokuwa kuhani peke yake, na hata kuhani pia aliingia kwa masharti na kwa utaratibu, na alifungwa mguu wake ili kama akifia mle avutwe, maana mtu mwingine angeingia mle angekufa. Na alikuwa anaingia patakatifu mara moja kwa mwaka. Lakini wakati wa kufa kwa Kristo, maandiko anasema pazia la hekalu likapasuka katikati. Tafsiri yake ni nini? Maana yake maandiko yanasema basi ikiwa dhamira yetu inatushuhudia haki, tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Kristo, kwamba kila aliyemwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, kupitia kifo cha Yesu, kupitia damu ya Yesu, kila mtu ana uwezo wa kuzungumza na Mungu. Hatusubiri tena kuzungumziwa na mtu. Kanisa chukua maendeleo. Kwa ajili ya damu ya Yesu, sio kipindi cha mtu kumuungamia mtu mwingine dhambi zake, ni kipindi cha kila mtu kuungama dhambi yake. Kwa nini? Damu ya Yesu inatupa usahihi. Sasa kuombeana si tatizo, lakini sio kipindi cha kuja kuniambia nimekuja kwako, nimefanya hiki, nimefanya ni kipindi cha wewe kuwa na ujasiri wa kwenda mbele za Mungu na kusema na Mungu. Kwa nini? Damu ya Yesu imeondoa uadui. Sijui kama unaona vizuri mstari wa 14. Anasema kwa maana yeye ndio nini? Ndio amani yetu.
Kwa nini awe amani? Maana yake hatukuwa na amani, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliyekuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza, ukuta, akakibomoa kizuizi, akabomoa sheria, akabomoa taratibu za dini ambaye zilikuwepo. Taratibu inayosema wewe huwezi kusimama, mimi ndo nitasimama. Akabomoa kile kiambaza, anasema kilichotutenganisha. Kwa hiyo damu ya Yesu imekuja kuharibu vitu ambavyo viliwafanya watu wasiweze kusogea mbele za Mungu, alafu ikatupa sisi neema ya kusogea mbele za Mungu. Waefeso 1:7. Kama wewe ni mgeni kwenye kanisa hili, mara nyingi sisi tunaandika maandiko sana, kwa sababu neno ndio uhai wa fundisho. Waefeso 1:7 anasema, katika yeye huyo kwa damu yake tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naomba nirudie. Katika yeye huyo, yani katika Kristo, kwa damu yake tuna ukombozi. Yani damu ya Yesu imetufanya tufunguliwe kwenye vifungo vilivyotufunga, imetufanya tuwekwe huru katika mateso tulionayo. Anasema katika yeye huyo tuna ukombozi kwa damu yake, na si tu damu yake, na masamaha ama msamaha wa dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwamba kupitia hii damu ya Yesu, moja, tuna ukombozi, lakini pili, tuna msamaha. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 7. Wakorinto wa kwanza mlango wa 7 na mstari ule wa 23. Rapi na seketa ya mosheketala. Mlinunuliwa kwa thamani, musiwe watumwa wa wanadamu. Paulo anaandika vizuri, anasema tulinunuliwa. Neno thamani maana yake anazungumza damu ya Yesu. Mlinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa tena. Kwa lugha nyingine, nguvu ya damu ya Yesu inamuondoa mtu kwenye utumwa. Ninafikiri ni kushinda jana. Mtu mmoja alinipigia simu na akanitajia mkoa ambaye yupo, na alichukua namba zangu za simu kwenye mtandao. Kwenye somo la kichwa nilichofundisha nasema hapo sio mwisho wa maisha yako. Alisikiliza hayo mahubiri akasema, nimefuatilia sana kwenye mtandao, nimekupigia simu, kuna kitu kinatesa maisha yako. Tukaongea naye na mwishoni nikamuuliza, uko mahali pazuri? Akasema ndio, niko ndani, alafu niko na mume wangu hapa na watoto. Nikaambia shikaneni mikono, hata jina mimi nimemsahau, maana anasema usiku nikilala nahisi nanyongwa. Na mume wake naye akapata nafasi ya kueleza, anasema nikishika pesa nitatumia mpaka senti ya mwisho, alafu sijui nimetumiaje. Kaambia wakituombe. Alafu nikamwambia kwenye simu tuanze kuabudu. Tukaita damu ya Yesu peke yake, tukaanza kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wakati mimi naita damu ya Yesu kwenye simu, nikaanza kusikia ving'ora kwao, nge nge nge. Nikasema sasa akili yangu bado inafanya kazi. Sasa atakayeshikilia simu isijui. Wakitupa simu nitaendelea kuomba. Kuna nguvu ilishuka ingawa naomba kwenye simu. Ni kama vile nawaona watu nayowaombea. Roho Mtakatifu alinipa neema ya kuporomosha maombi kweli kweli. Kemea mapepo, wengine nasikia natoka naungua, alafu wala tuko karibu.
tuliko mikoa ya kusini, lakini nguvu ya damu ya Yesu iliweza kuwakomboa kwenye familia yao. Alafu baadaye ya muda fulani nikaja nikawapigia nikasema vipi? Akasema namshukuru Mungu nimefunguliwa. Nikamuuliza haya mapepo yalikuwa anaongea alikuwa hapa? Nasema wakati mimi nimeshika simu nikashika mkono wa mume wangu, kumbe mume wangu ndiye alikuwa na mapepo. Kwa hiyo ikabidi nitupe simu nianze kumshughulikia mume. Nikawauliza swali, mnaabudu wapi? Tukaendelea na hiyo swala la ibada. Sasa swala la ibada achana nalo. Nilikowaelekeza wasaidike maisha ya kiroho. Mungu atusaidie. Maana ni rahisi mapepo yakatoka ndani yako yakarudi. Kwa nini? Huna security ya kiroho. Ili mapepo yasirudi ndani yako, lazima ukubali maisha sasa ambaye hayaruhusu mapepo kuwepo. Kuna watu wengi mapepo yanatoka yanarudi. Kwa nini? Mapepo yanaondoka yanarudi kwa sababu huna ulinzi wa kiroho kwenye maisha yako. Huna mahali sahihi inayokusaidia kiroho. Na wengine wanataka tu na unajua kuna wengi wanaenda sana kwenye maombezi sana, lakini badiliko halipo. Kwa nini? Wanaenda kwenye maombezi, watumishi wa Mungu wanang'ang'ana na mafuta, alafu mapepo yanaondoka, wanafunguliwa, wanarudi kwenye tatizo lile lile. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema enendeni mkawabatize kwa jina. Mkishamaliza kuwabatiza, point ya mwisho anasema mkiwafundisha. Ili roho mbaya isiendelee kutesa maisha yako, lazima ukubali kukaa chini kufundishwa namna ya kuepukana na haya mapepo. Niliwahi kukuambia sio haki mtu aliyeokoka aendelee kulipuka mapepo kesi. Tukiita jina la Yesu analipuka. Iko shida mahali. Wewe ndio unatakiwa kuwa sababu ya wengine kufunguliwa. Haleluya. Tunakwenda pamoja. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 5. Ufunuo sura ya 5. Thamani ya damu ya Yesu. Ufunuo sura ya 5 na mstari ule wa 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Damu ya Yesu haikumwagika tu kwa mkuki. Damu ya Yesu haikumwagika tu kwa kuvalishwa taji ya miba. Damu ya Yesu haikumwagika tu kwa kugongelewa misumari mikononi, ila ilimwagika pia kwa kuchinjwa. Maandiko yanasema kwa kuchinjwa, kama vile ng'ombe anavyochinjwa. Oh my God. Anasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili. Kwa nini? Wanasema damu ya Yesu inastahili. Wastahili wewe kwa kuwa kwa kitoa hicho kitabu na kuvunga au kuzivunja mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa na kila taifa. Haleluya. Sijui kama unaona nguvu ya damu ya Yesu, kwamba damu ya Yesu imenunua kila kabila. Damu ya Yesu imenunua kila jamaa. Damu ya Yesu imenunua kila taifa. Na ndio sababu yoyote atakayekuja kwenye taifa lingine akisema ameokoka, ile damu inatuunganisha, tunakuwa kama ndugu. Maana anasema nao waimba wimbo wakisema, wastahili. Hiyo damu ya Kristo inastahili, kwa sababu damu hiyo ndiyo iliyoweza kumnunua mwanadamu kutoka kwenye mikono ya shetani ambaye tuliingia kwa njia ya dhambi. Angalia sura ya 7 mstari wa 14. Sura ya 7 mstari wa 14. Sura ya 7:14. Si utasoma nyumbani kwako, itakuwa ni vizuri. Amba usimame kwa miguu yako. Rasha kataya marisaya.